Chama kikuu cha upinzani hapa nchini Tanzania, Chadema, kimeendelea kubainisha msimamo wake wa kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo katika vyama 19 vya siasa vilivyosajiliwa ni vyama 18 vimesaini kanuni hizo na Chadema pekee ndio wamegomea zoezi hilo. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa Tume Huru ya Uchaguzi, Ramadhani Kailima, amebainisha kuwa chama ambacho hakitasaini kanuni za maadili hakitashiriki katika uchaguzi wa Oktoba 2025 na kuacha maswali juu ya hatma Chadema katika uchaguzi wa mwaka huu. Taarifa ya Stella Rogers inasomwa studio na Makrina Siovelwa. Kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambapo hapa Chama cha Mapinduzi tunaendelea ni miezi mitano imesalia kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambapo hapa raia wa Tanzania watapata fursa ya kuchagua rais, wabunge na madiwani. Kuelekea uchaguzi huu, joto la kisiasa limeanza kupanda katika siku za hivi karibuni, na sasa limepanda maradufu baada ya mchakato wa kisheria ili kuthibitisha vyama vitakavyoshiriki uchaguzi huo kwa kusaini fomu maalumu. Katika hatua hii, chama kikubwa cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, hakikusaini fomu hiyo, na tume kutafsiri hatua hiyo ni kujiondoa rasmi katika mchakato wa uchaguzi unaotaraji kufanyika mapema mwezi Oktoba. Tumesaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Vyama 18 kwanza vimearidhia, na pili vimesaini kanuni za maadili hayo pamoja na serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu. Sasa kifungu cha 162 kifungu cha pili kinasema ni lazima masharti yao yasainiwe na kila chama na kila mgombea na serikali na tume ya uchaguzi. Maana yake na upidi yazingatiwe, maana yake chama kisiposaini kanuni za maadili hizo hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na sio kwamba hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi tu utakofanyika mwisho wa mwaka huu, na chaguzi zingine ndogo zote zitakofanyika katika kipindi hiki mpaka 2030 Mungu akitujalia kufika salama. Kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hakijasaini kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatic kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi, kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa ya kuteua wagombea kwa sababu ya kusaini kanuni za maadili hayo. Hatua ya tume ni kama bado haijaeleweka miongoni mwa raia wengi, wakijiuliza ni sheria ipi inayofanya Chadema kuondolewa rasmi katika mchakato huo wa uchaguzi. Msingi wa uwepo wa kanuni za maadili ya uchaguzi wa mwaka 2025 ni takwa la kisheria chini ya kifungu cha 162 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi, ambayo inatoa hitaji la kila chama cha siasa kutia saini kukubali kutumika kwa kanuni hizi kabla ya urejeshaji wa fomu kwa nafasi ya mbalimbali za ubunge, udiwani na hata urais. Kwa hiyo wahusika wadau wamekubaliana kwamba tia saini kanuni hizi, maana yake ni wazi hayuko tayari kushiriki katika uchaguzi katika msingi huo wa kuzingatia maadili. Kwa mantiki hiyo, yule Kamesa ambaye kwa muktadha huu ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, inayo jukumu sasa la kumuondoa yule au kuweka rekodi sahihi kwamba yule ambaye hajasaini ni kwamba hajaingia katika kinyang'anyiro hicho, kwa sababu amejiondoa yeye mwenyewe kwa kutoweza kushiriki. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri sahihi ya kifungu hicho. Katika chaguzi takriban 3 zilizopita, Chadema kimekuwa chama chenye nguvu kubwa nchini Tanzania. Mathalan, mwaka 2020 katika uchaguzi mkuu kwa nafasi ya ugombea wa urais, wakati huo mgombea wa Chadema akiwa Tundu Lissu alipata 13% ya kura zote na kushika nafasi ya pili, huku mgombea wa CCM akipata 84% ya kura zote na kumfanya mgombea huyo kuwa nafasi ya kwanza. Sasa kutokuwepo kwa Chadema katika uchaguzi huu kuna athari yoyote ama kutakuwa na matokeo gani? Sasa kujiondoa ina maana unakosa ile haki ya kupiga kura kumchagua kiongozi wako, na hata ukijiondoa ni lazima achaguliwe. Sasa ni katiba ya nchi kwamba kila baada ya miaka 5 achaguliwe kiongozi.
hakuna madhara, maana ni kama timu ya mpira, kama ikijitoa kwenye ligi hakuna madhara, wao wamejitoa wenyewe, basi biashara imeisha, ila tu watakuwa wamejiumiza wenyewe kwa sababu hawatachangia lolote tena kuhusu uchaguzi. Inaweza ikaleta madhara kwa upande fulani, kwa sababu hiyo inaweza ikasababisha machafuko, kwa sababu kuna watu ambao wapo Chadema na kuna wengine wapo chama kingine, na naamini kwamba wamejitoa kwenye uchaguzi na hakitaathirika kitu chochote, kwa sababu chama kinalindwa na wanachama. Chama kama hakina wanachama ukichangia na kulipia kadi zao, hicho kitakuwa sio chama. Chama kinachotegemea ruzuku na michango mingine ya njia ambazo hazieleweki, hicho sio chama. Lakini kama chama kina wanachama wanaolipia kadi zao na kuchangia pale inapotakiwa, kitaweza kusimama na kuendelea. Naona wanaweza kawa sahihi, kwa sababu kama kuna vigezo wanaviona kwenye uchaguzi havipo sahihi, kwa sababu unaenda ni kama unaenda kushiriki kitu ambacho una uhakika kwamba hautapata ushindi wote. Kwa hiyo kujiondoa ni sahihi. Licha ya mambo yote yanayoendelea sasa, Chadema imeendelea kushikilia msimamo wao wa kwamba wataendelea na kampeni yao kuzunguka nchi nzima na kueleza kwa nini hawawezi kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Makrina Siovelwa, Kasla Kikeke, Crown Media. Shukran sana Makrina Siovelwa kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Stella Rogers. Na hapa studioni tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi Patinus Niegira katika kuliangazia hili kwa kina. Patinus, karibu sana. Licha ya mvua lakini umesema lazima ufike, sivyo? Ndio. Karibu sana. Kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi ni takwa la kisheria na Chadema wamegomea kusaini. Hii inamaanisha kwamba watashiriki uchaguzi? Kwanza wajagoma, hilo la kwanza. Lakini la pili, walishatoa kauli. Sasa hawajagoma wamefanya nini kama hawajasaini? Hawajagoma. Wamesusia au? Sijui ndo neno zuri la kutumia kwamba wamesusia, lakini walishasema awali kwamba kama kuna mabadiliko yoyote katika mifumo ya uchaguzi hatutashiriki. Kwa hiyo kusema kwamba wamesusia ninapata mgogoro, kwa sababu walishasema kwamba mimi sitaenda. Kwa hiyo tuseme kwamba sasa kusema kutokwenda si maana yake ndio kugoma kwenyewe? Hata inategemea tunatafsirije neno kugoma. Ila wao walishasema maana yake hutaki kabisa. Yani sawa na kusema jamani, mimi sipendi chumvi nyingi kwenye chakula. Mkiweka chumvi nyingi sili, kagoma kula. Ni kwamba mazingira ya kupika chakula kile hayajawa rafiki kwake kuweza kula chakula. Kwa hiyo tuseme kwamba wameshikilia msimamo. Wao wameshikilia msimamo kwamba mimi si mla chumvi nyingi. Ndo hilo. Sasa hii inamaanisha kwamba hawatashiriki uchaguzi mpaka mabadiliko yafanyike. Unajua hapa kuna vitu viwili vinafanyika. Sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani mwaka 2024 inaipa tume ya uchaguzi haki ya kutengeneza kanuni za uchaguzi, lakini pili haki za maadili, hizo kanuni za maadili. Na hivyo watu wote watakao shiriki katika mchakato huo kutia saini, ikiwa ni maana ya kukubali taratibu na namna ambavyo zoezi la uchaguzi litakavyoendeshwa. Sasa huko kususia kwao kwamba kuna leta tafsiri gani kisiasa ndani pamoja na nje ya chama kuelekea uchaguzi mkuu? Nitafika kwenye swali lako hilo, lakini naomba tuanze tukosoe neno kususia. Mtu anataka kula, lakini anakwambia ndugu yangu chumvi usiweke nyingi, wewe ukaweka nyingi. Au mafuta usiweke mengi. Afya yangu mbaya. Huyo mnaweza mkasema amesusia. Ana njaa anataka kula. Kwa hiyo mimi napenda hili neno kwanza kususia litafsiri vizuri au tuliondoe. La kuzungumza sasa hapo neno sahihi ni lipi Niegira? Hata mimi sijui. Ila naona kuna mgogoro katika matumizi kususia. Kwa hiyo tuseme kwamba Chadema haijasaini. Chadema haijasaini. Okay. Maana kusaini pia si hiari. Na kusaini ni hiari, hilo la kwanza, lakini kwa ujumla wake sio hiari vile. Kwa sababu kama unataka kushiriki kwenye uchaguzi lazima uendane na sheria na kanuni ambazo ndicho nilichotaka kuuliza kwamba kama ni takwa la kisheria, maana yake ni sheria sasa inakutaka ufanye hivyo, sivyo? Yes, ni sheria inakutaka ufanye hivyo. Ni sheria inakutaka ufanye hivyo. Kitu ambacho nadhani tunakizungumza kwa pamoja, hatukitenganishi, ni hicho kwamba uwezi ukawa na kanuni bila kuwa na uchaguzi.
mkuu. Kwa hiyo kumbe tunaanza swala la uchaguzi mkuu ndilo linalokupa mamlaka ya kutengeneza kanuni. Sasa hawa wanakuambia kama kutakuwa na mabadiliko katika 1, 2, 3 hatutashiriki uchaguzi. Kwa hiyo swala la kanuni aliwahusu hata mpaka hapo. Kwa hiyo kusema kwamba Chadema wamejitoa wakati walishasema bila kuwa na mabadiliko na mageuzi katika mifumo ya uchaguzi hatutahusika kwenye uchaguzi. Kwani sheria inasemaje Patenus? Usiposaini hizi kanuni maana yake hutashiriki uchaguzi? Ndiyo tafsiri ambayo imepatikana juzi walipotangaza hasa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi kwamba wamejitoa, lakini hizi ni kanuni za maadili ambayo yanatawala zoezi zima la uchaguzi litafanyikaje. Kwa hiyo unaposema kwamba hawana haki tena hiyo kwa sababu hawajasaini hizo kanuni za maadili ya uchaguzi, na nafikiri kuna swala la kikatiba linahitaji kujadiliwa vizuri, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 77 ibara ya 21(1) imetoa mamlaka kwamba kila raia ni wajibu wake wa kimsingi kushiriki. Na haijaeleza kauli hiyo au kanuni hiyo au kifungu hicho mtu anaondolewaje asishiriki. Haijasema kwamba asiposaini katiba. Unasema kwamba kutokana na tafsiri iliyopatikana jana huenda kuna swala la kikatiba ambalo inatakiwa labda lijadiliwe. Ni swala gani? Kwanza kanuni hizo au sheria ya katiba na sheria ya uchaguzi imenyamaza. Wanasheria wanaita iko silent. Kwamba mmoja asipotia saini, je, haki yake ya msingi ya kushiriki uchaguzi kama chama cha siasa, maana hao ndio wadau, chama cha siasa wanaogombea na tume yenyewe kuzisimamia, hao ndio wadau wanaotakiwa kutia saini. Sasa sheria haijatamka pasina shaka kwamba endapo mmoja hatatia saini basi haki ya kuwa ya kugombea imepotea. Ambalo linaelezwa na kanuni hizo ni kwamba anakuwa amesaini na kukubaliana taratibu zitakazotumika ndani ya uchaguzi, ikiwa ni masuala mapana yanayohusiana na kampeni zinafanywaje, masuala mapana ya matumizi ya fedha katika kampeni, masuala mapana ya aina hiyo. Sasa mmoja asipokuwa ametia saini kwenye kanuni hizo, hatuwezi tukasema katika sheria ni moja kwa moja amejitoa. Lazima kuwepo kifungu kinachosema, na hivyo watarudi kwenye katiba ya Jamhuri, maana hiyo ni sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024. Katiba ya Jamhuri imeeleza katika vifungu vikuu viwili. Ukiangalia ibara ya 21 kifungu cha kwanza kinampa mamlaka na haki ya yoyote kushiriki katika uchaguzi kwa namna mbili: moja, kwa kuchaguliwa au kushiriki yeye kuchagua. Sasa chama cha siasa kiko katika mtajo huo, lakini kifungu wa ibara ya 20 kifungu cha kwanza na chenyewe inatamka vizuri, kimezidi kutoa ulinzi wa haki hiyo kutopokonywa na yoyote. Kwa hiyo swala la kikatiba ambalo nafikiri linatakiwa kudadavuliwa ni kwamba, je, anapokuwa hajasaini, je, anakuwa amejitoa moja kwa moja au kuna adhabu ya kipekee ambayo inatakiwa kupata katika mtu ambaye hajasaini. Na hiki walichokifanya Chadema, Patenus, kinaleta tafsiri gani? Kwanza kinaleta tafsiri kuu mbili. Moja, wamekuwa wakilalamika mifumo ya uchaguzi kwamba haitoi nafasi sawa kwa wagombea. Na hasa tukianza na tume ya uchaguzi kwamba inateuliwa na Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi au ya chama ambacho kinatawala na ambacho kinashiriki katika ushindani. Lakini pili, wanaoteuliwa ni makada na wanaosimamia ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wanaona kwamba ni vitu vigumu sana kwa kiasi kikubwa kuweza kupita, na wamekuwa wakifuatilia kihistoria na mambo mengineyo. Kwa hiyo hicho inatuma ujumbe kwamba hawakubaliani na taratibu hizo, hawakubaliani na aina hiyo ya msingi wa kidemokrasia, na hivyo inawaita kwa namna, inawapa mwaliko kwa namna moja au nyingine kwamba waweze kukaa na kutengeneza mfumo uliosawia, kwa sababu wanaamini kwamba swala la uchaguzi sio swala la ushindani, ni swala la haki ya kimsingi ya jamii kuwapata viongozi wake na kuweza kutawala serikali iweze kuwafanyia mambo yao ya moja ya uchumi na pili ulinzi na usalama. Bila shaka kutia saini kanuni hizi za maadili ni kitu ambacho kina muda maalum uliowekwa tukielekea katika uchaguzi mkuu. Ikitokea kwamba Chadema wamechelewa kuweza kusaini kutokana na matakwa yao wanayoyahitaji, lakini
kama yatafanyiwa kazi hapo baadaye na muda ukawa tayari umeshapita, unaona kuna nafasi yoyote ya wao kuruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi? Kwanza niseme, unajua sisi ambao hatujasoma sheria huwa tunafikiri moja kwa moja hivyo. Sheria haijatamka muda maalum, bali imesema kabla ya uchaguzi. Kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa mantiki tunategemea katika hichi kipindi hichi chote mpaka mwezi wa 9 watu waweze kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Kwa hiyo kumbe sio kwamba kile kilichosainiwa juzi ilikuwa ndo muda maalum. Bado hiyo inaweza ikaleta tafsiri nyingine na pana. Ile imesema kabla ya uchaguzi. Hilo la kwanza. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo anaweza kusaini hata kesho, leo kesho uchaguzi. Itategemea kama watakuwa na tafsiri zifuatazo. Hasa tume ya uchaguzi. Moja, kwamba unajua hatuongozi taifa hili kwa ajili ya watu wa kutoka nje. Taifa hili linaongozwa kwa ajili ya Watanzania. La kwanza. La pili, hatuna taifa jingine zaidi ya hili. Na yoyote aliyomo ndani ya taifa hili kama mzawa ana haki ya kushiriki katika kuchagua viongozi au kuchaguliwa. Sasa kama tafsiri hizi tatu zipo, na Chadema walishakuwa na no reform, no election. Hakuna mageuzi, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Kama wataona hivyo vitu vitatu, serikali pamoja na taasisi zinazoongoza nchi hii, kwamba kuna msingi mkubwa wa kwamba sisi ni raia wa jamhuri na tunaongoza taifa hili kwa ajili ya Watanzania, basi kunaweza kuwepo mwafaka. Na serikali hii naweza nikasema imejipambanua kwamba ni serikali ya mwafaka, kwamba ina 4R na imeeleza mambo makuu mawili ya msingi: ustahimilivu, lakini pili maridhiano. Kwa hiyo naweza nikafikiri kwamba endapo mambo haya yanaweza, najua yanajadilika kwa sababu hizi ni kanuni, hakuna kifungu kilichovunjwa, ila ukitaka tuyajadili vizuri, tusizungumze kanuni za uchaguzi. Tuzungumze no reform, no election. Kwamba hamna mageuzi, hatufanye hakutakuwepo uchaguzi. Hilo ndilo nafikiri tunatakiwa kulizungumza, kwa sababu ndilo linalofanya watu wasisaini kanuni za uchaguzi. Nikitazama Patenus, kinachoendelea hivi sasa hata mitandaoni, miaka kadhaa nyuma ilikuwa kwamba vyama vya upinzani vimeshikana sana na Chadema ilikuwa na nguvu, lakini sasa baada ya hii no reforms, no election, naona hata labda chama ambacho kinafuatia ACT ambacho ni kikubwa pia ni kama hawako pamoja na Chadema, tofauti na misimamo mingine ambayo huwa wanaungana. Hii ina maana gani? Kwanza, vyama vyote havijawahi kuwa pamoja. Hivi vya upinzani vyote havijawahi kuwa pamoja kwa sababu vina falsafa tofauti, vina hulka tofauti. Hivyo huwa vinakubaliana kwa agenda fulani. Lakini kuna agenda wanakubaliana. Sawa? Sasa agenda ya kipindi hiki ni agenda ambayo ni ngumu sana. Inahitaji chama huo umejitoa ufahamu. Kusudi uweze kuendana nayo. Sasa vyama vingine vimeshajipanga. Ukiangalia ACT ilishajipanga kwamba sisi tutaingia kwenye uchaguzi. Hao wanasema tutaingia kwenye uchaguzi kwa sharti. Sasa hao ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kumbe ukiviangalia kwa muktadha huo, ni wazi kwamba chama cha demokrasia na maendeleo kiko peke yake. Yaani kwa sababu kimechagua njia ngumu. Kimechagua njia ngumu ambayo inahoji hata uwepo wa chama kama chama, kwa sababu lengo la chama ni kupata madaraka. Unayapataje madaraka? Kwa kushiriki chaguzi. Sasa wao hiyo kanuni kwa kipindi hiki wameenda nayo kinyume, kwamba sisi hatutashiriki, na bado wanasema tutachukua madaraka. Sawa. Umenieleza kwamba nafasi bado ipo ya kutosha mpaka mwezi wa 9 ambapo inawaruhusu wao kuweza kusaini na wakaendelea na swala zima la uchaguzi mkuu. Lakini kampeni zinafanyika kwa ajili ya kueleza sera pamoja na masuala mengine ya kuhamasisha watu kuweza kuwapigia kura katika kipindi hiki kabla ya huo mwezi. Vinahusiana na kutosaini kwa kanuni hizi za maadili. Kama hawatasaini wataweza kufanya kampeni? Hawataweza kufanya kwa msingi wa kwamba kwanza walishasema watashiriki. Na mpaka sasa mageuzi wanayoyasema hatuyaoni yakitendeka. Kwa hiyo sisi tunajua kwamba watashiriki. Kwa hiyo ndo maana swala la kanuni za uchaguzi sio hoja hata kidogo kwao. Hujasikia wakisema bwana tumezuiliwa kwa hiyo tutafanya hivi. Wao wanachokisema ni kwamba bila mageuzi hatushiriki.
Kwa mantiki hiyo sasa, kwa mtazamo wako unavyoona, kama ikitokea hawatasaini na matakwa yao hayatatekelezwa ikafikia mpaka kipindi cha uchaguzi nao hawamu katika uchaguzi, uchaguzi mkuu bila chama cha Chadema utawezekana kweli? Utawezekana kufanyika, ila useme kwamba hautakuwa na zile hamsha ule moto wa uchaguzi. Ni kama Samia Kapu bila lama. Yani iko hivyo. Picha yake itakuwaje? Picha itakuwa ya kudorora sana. Itakuwa ya kudorora sana na muamko. Lakini pili, wakawa wakijua kwamba inatengeneza kama hasira na chuki fulani kwa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo dhidi ya taifa lao. Na ningependa tuliangalia jambo hili kidogo. Tukiangalia katika ukanda wa Afrika Mashariki, ukiangalia mataifa yaliyotuzunguka, mengi yana migogoro ya kisiasa. Tuanze na taifa lililokuwa karibu na sisi, la Kenya mfano. Imekuwepo mijadala mikubwa ambayo imeleta watu wakaingia barabarani, mnawaita Gen Z. Ni kwamba kwa hiyo hawakubaliani sana na serikali yao kile ambacho imekifanya. Ukitoka ukaenda Uganda, mmeona kiongozi wa upinzani anaitwa Kizza Besigye ameshikwa, yuko ndani kwa kosa moja tu la uhaini. Ukiingia mataifa mengine, sasa taifa lilikuwa limebaki ni taifa la Tanzania, kwamba lenyewe alifungamani upande wowote na siasa zake, sio siasa ngumu, sio siasa zile za nivute nikuvute, ni siasa za maridhiano, za kuelewana. Sasa na haya yanayoendelea ya kumshika pia kiongozi wa upinzani akawekwa ndani, inafikirisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ukiangalia hayo yote na ukaangalia kwamba Chadema imeshasema haitashiriki, inazidi kukoleza, inazidi kuweka moto katika, inazidi kumwaga kimsingi petroli katika moto. Na hivyo taifa ambalo lilikuwa linategemewa sana, taifa la Tanzania, kwa taifa lenye amani na utulivu hata katika siasa na kuelewana, linaanza kuingia katika maswali magumu. Kwa hiyo ni rai yangu mimi binafsi kwamba tusisahau, Tanzania itabaki kuwa Tanzania na tutakuwa na Tanzania nyingine. Kwa hiyo taasisi zinazohusika, kwa kuwa taifa hili ni la mwafaka, uhuru wetu tumeupata kwa makubaliano. Taifa letu kuitwa Tanzania ni makubaliano. Kutoka Tanganyika na Zanzibar ikatengeneza Jamhuri ya Muungano ni makubaliano. Mambo yote ambayo yamekuwa hivyo, na ukiangalia Tanzania imekuwa inashiriki katika usuluhishi na upatanishi wa mataifa mengi. Kwa hiyo nadhani na serikali hii ilivyoingia tu madarakani kaja na falsafa ya R4, kikubwa maliziano, ustahimilivu na kadhalika. Kwa hiyo kumbe hapa tunahitaji kurudi katika misingi hiyo. Hiyo misingi kidogo tunakaribia kuiacha. Katika uchaguzi huu misingi hiyo tusiache, tuendelee nayo. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba taasisi husika zina falsafa inayotawala, waiangalie kwa karibu. Kwa muda uliobaki, Niegera, unadhani mabadiliko ambayo wanayataka Chadema yanaweza kutimizwa na wafanya maamuzi? Kama kuna nia, penye nia pana njia. Unajua unaweza ukabadilisha mlima, unaweza ukawa kichuguu pale ambapo umeamua. Na ndio maana mtu ukishaamua kwamba sasa tosha, nataka niende hivi, hata kukiwa na moto utaukanyaga. Kwa hiyo mataifa wao yana namna ya kufanya, ukiondoa mimi na wewe tunavyofanya. Namna yake ni kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wakakubaliana minimum reform ambazo zinawawezesha kujisikia kwamba yes na kadhalika. Na hapa itafanyika pale ambapo tukiondoa tafsiri kwamba uchaguzi ni ushindani. Hapana, tushindani. Kwenye nchi tunashindania nani? Akishinda CCM ni wetu, akishinda Chadema ni wetu. Kwa hiyo tunamshindania nani? Labda tuwe na picha hiyo niliyokuambia kwamba sisi tuko hapa kwa muda. Taifa letu ni lile. Lakini mimi nasisitiza taifa letu ni hili, iwe kesho kutwa, tutakufa, tutaliacha na tutazikwa kwenye ardhi hii. Na labda ikitokea Chadema mabadiliko yakafanywa kazi na Chadema wakaingia kwenye uchaguzi, tutakuwa na uchaguzi wa aina gani? Utakuwa ni semeje watu na nginja. Yaani utakuwa ni moto, mapambano kweli kweli. Kivumbi na jasho kwa sababu watataka kuonyesha kwamba tulistahili kuwa kwenye uchaguzi na kweli tuna nguvu ya umma kama wanavyojisema. Sasa kutiwa mbaroni kwa Tundu Lissu ambaye ndio mwenyekiti na ndio mbeba maono wa hiki chama, kuna athiri vipi mbio zao na misimamo yao, licha ya kwamba wanasema wanaendelea na ziara zao mkoani? Ni kweli kiongozi ana namna ya kipekee ya kuweza kusimamia kundi lake. Ndio maana hata katika vita wanamwangalia Meja Jenerali ambaye anaongoza nguvu hiyo. Kwa hiyo kushikwa kwake kweli kunazidi kufanya watu wawe na mioyo, wanyong'onye.
kwa sababu wangependa kusikia kauli ya kiongozi wao, anawapa maono gani, anawaambia wapite wapi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kushikwa kwake kunaweza pia kukawajengea nguvu kama viongozi waliobaki watakuwa na jicho la pekee la kuendelea kuwa na sauti ya kuwakutanisha pamoja na kuona waendeje sasa, wasongeje mbele baada ya kukamatwa kwa kiongozi huyo. Kwa hiyo ni swala ambalo ni gumu, lakini nadhani wanavyosema kama watajipanga, wakashikamana, wakawa na kauli moja, wakaondoa migogoro iliyoko ndani mwao, wakawa kitu kimoja, wanaweza angalau wakaendelea kusukuma gurudumu hili mpaka pale atakapoachiwa. Hakuna ubaya ukipata mapumziko kidogo. Tutakurudia sasa hivi kukuhudumia. Halafu tukirudi ni chuma baada ya chuma. Wait. Habari juu ya habari. Okay now. Hili ni Kasri la Crown FM. That's what I'm talking about. Mbili na dakika 45. Kasri la Kikeke liko hewani. Mimi ni Imani nikiwa na Samira, lakini Patenos hapa anatupa uchambuzi makini kabisa kuhusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutosaini kanuni za uchaguzi. Samira, unataka kuuliza kitu? Umegusa kila pahala, lakini tu mimi nilikuwa natamani kusikia zile athari kuu za kisiasa pamoja na demokrasia kwa hii nginja inayoendelea ya Chadema kukamata kwa kiongozi lakini kutosaini huku kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Athari zipi kuu hasa tunazitazama ambazo zinaweza zikatuteteresha kidogo? Moja, unajua tunaongozwa kwa misingi ya kidemokrasia. Ukisoma katiba yetu mwanzo kabisa inasema kwamba taifa la Tanzania tunataka liwe la misingi minne. Liwe la misingi ya uhuru, liwe la misingi ya utu, amani na haki. Misingi hiyo minne. Lakini wanasema katika katiba hiyo hiyo kwamba ili kufikia misingi hii minne lazima tuwe na njia ya kidemokrasia. Sasa njia hii ndio njia pekee ya kutufikisha. Kama tunatoka utumwani tunaenda Kanaani, hiyo ndio njia pekee ya kutufikisha. Na haijafutwa, na hata katika mapendekezo ya katiba zinginezo zijazo bado njia ya kidemokrasia haijafutwa. Sasa njia ya kidemokrasia ni njia gani? Ni njia ambayo inakubali utengamano wa watu, hasa katika kushiriki chaguzi, kuchagua viongozi wao, na kujiamulia mambo yao wenyewe kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Sasa wanapokuwa kuna haya yanayoendelea ndani ya Chadema, inatoa mtikisiko kwa njia hiyo ya kidemokrasia, kwamba taifa letu hili linaanza sasa kuwa na upande mmoja badala ya kuwa ya wote. Na hili linaweza likatoa picha kwa siasa za kimataifa na kwa mataifa mengine kwamba Tanzania yawezekana kwa misingi hii inakokwenda inaweza ikavunja amani yake ambayo imekuwepo, kwa sababu bila kuwa na vitu vya aina hiyo mtaingia mgogoro. Hilo la kwanza. Lakini la pili, inajenga picha ya kwamba sasa unajua tunaweza tukaanza kutengenezeana chuki. Siasa ni kama dini. Zina tabia hiyo hiyo, na mmoja wapo anapokuwa amenyimwa haki yake ya kufanya mambo yake anatengeneza chuki sio kwa kawaida. Na hivyo unaweza kukuta tunatengeneza mgawanyiko kati ya jamii yetu ambao haustahili kutengenezwa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.